Na mtazamaji wangu, leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan akosolewa vikali na jinsi ambavyo ameweza kuhutubia Jamhuri ya Tanzania. Idadi kubwa ya vijana Gen Z wameweza kutofautiana pakubwa na kauli yake aliyoweza kuizungumzia kuhusiana na jaribio la kupinduliwa kwa serikali wakati wa zoezi la uchaguzi mkuu. Mtazamaji wangu, kabla tujaendelea na habari za sasa, ninakupatia ofa maalum. Unapotaka kununua data, dakika au SMS kwa bei nafuu kabisa, tumia paybill number 386868. Ni rahisi, ni haraka na ni salama. Paybill number 386868. Nunua kwa bei poa, tumia kwa uhakika, furahia mawasiliano yako kila siku. Mtazamaji wangu, amini usiamini, vijana Gen Z hivi sasa wanazidi kuchukizwa na hata kutoa maoni yao kuhusiana na wao watakuwa radhi kushiriki maandamano ya tarehe 9 mwezi huu mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kabla sijaweza kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kauli nzito aliyoweza kuizungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni ya kwamba zoezi lililoweza kufanyika wakati wa maandamano ni wajibu wa maafisa wa polisi kulinda mipaka ya Jamhuri ya Tanzania na hata taifa la Tanzania kwa ujumla. Hivyo basi, wale wanaozidi kukosoa na kudai kwamba zoezi hilo lilikuwa la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ni kutokana na wao kupata taarifa za upotoshaji. Ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kwa taarifa ama hotuba yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwanza kabisa ameweza kulenga wanaharakati wanaozidi kukosoa serikali ya awamu ya 7. Pia ameweza kumkosoa mwanahabari kutoka runinga CNN ambaye ni Larry Madowo. Mtazamaji wangu, jambo hilo Watanzania wengi wameweza kutofurahishwa nalo na hata kudai kwamba iwapo kutakuwa na zoezi la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa mara nyingine, basi ni sawa mataifa ya kigeni kumchukulia hatua Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika kuhutubia taifa ameweza kuweka hadharani kwamba yeye kwa njia moja ama nyingine hawezi kutishwa na mataifa ya kigeni kumnyima mikopo ya kuendesha uchumi wa Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo Watanzania pia wanazidi kulalamikia, hasa kutokana na kutakuwa na gharama kubwa kuongezeka katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo litaweza kumwathiri pakubwa mwananchi wa chini katika Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo hivi sasa idadi kubwa ya Tanzania wanazidi kulaani na kudai kwamba itakuwa ni vyema iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja ama nyingine katika vikao anavyozidi kuviandaa yeye na uongozi wake kuhusiana na chanzo cha maandamano ya vijana Gen Z kilichoweza kuwasababisha kuandamana kiweze kufutiliwa mbali, kwani kwa jinsi anavyozidi kuzungumza na kuhutubia Jamhuri ya Tanzania, moja kwa moja anaonyesha wazi kwamba vijana Gen Z wameweza kusaulika pakubwa na hayupo tayari kwa mabadiliko yoyote yale. Mbaya kabisa, leo hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kujibu wale wote waliokuwa na tashwishi kwa ushindi aliyoweza kuupata kwa 96-98, jambo ambalo idadi kubwa ya watu hawakuweza kuamini ushindi wa sampuli hiyo. Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kujitokeza na kudai kwamba kwanza kabisa Watanzania wafahamu kwamba wale wote walioweza kushiriki zoezi la kupiga kura ndio walioweza kufanikisha idadi hiyo kwa njia moja ama nyingine. Wale kutoka katika chama cha ACT Wazalendo na chama Chadema hawakuweza kushiriki zoezi la kupiga kura, ndipo ambapo
Kura hizo zinazidi kumsababisha yeye kushinda kwa asilimia kubwa. Mtazamaji wangu, hatua ambayo inayozidi kujitokeza kwa hatua ambayo hatua ambayo mpya inayozidi kujitokeza kwa kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, anachozidi kujaribu kukifanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, idadi kubwa vijana Gen Z wanaamini kwamba wanajaribu kuwekwa uoga kwa wao kutojaribu kuandamana, jambo ambalo idadi kubwa wanaharakati hivi sasa katika mitandao ya kijamii wanazidi kutoa maoni yao na kudai kwamba itakuwa vyema iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan angeweza kuacha vijana hawa Gen Z wanaozidi kudai haki na hata maandamano ya amani tarehe 9 waweze kufanikisha zoezi lao, tofauti kabisa na jinsi ambavyo wanazidi kutolewa vitisho na maneno makali ili kusitisha maandamano hayo ya amani. Mtazamaji wangu, leo hii pia idadi kubwa ya Watanzania wanazidi kudai jinsi ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuhutubia taifa ni jambo ambalo hawakuweza kulitarajia. Ameweza kuonekana kuwa kiongozi binafsi, jambo ambalo Watanzania wengi hawajaweza kulifurahia kulinganishwa na hali ya taifa iliyoko hivi sasa. Kwanza kabisa, tuliweza kushuhudia jinsi ambavyo mawaziri wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na vyombo vya ulinzi kudai kwamba katika maandamano yaliweza kusababisha hasara ya mabilioni ya pesa na hata katika biashara za baadhi ya wanasiasa, ila viongozi hawa wanaonekana kulenga swala la jinsi ambavyo idadi kubwa ya vijana Gen Z waliweza kuaga dunia katika maandamano hayo, jambo ambalo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa Watanzania wengi wanaamini kwamba wameweza kufeli pakubwa kulinganishwa na kile ambacho Watanzania wanatarajia kusikia kutoka kwa viongozi wao, ila kile ambacho viongozi wao wanachozidi kukizungumza ni tofauti kabisa na matarajio yao, jambo sawia na kile ambacho kimeweza kutokea leo hii kipindi na wakati ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan alipokuwa akihutubia taifa. Idadi kubwa ya Watanzania wameweza kutofautiana naye. Pia wengi wanaamini kwamba kwa njia moja ama nyingine huenda kaweza kusimama na kauli aliyoweza kuizungumza mapema leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani iwapo haujaweza kufanikiwa kupatana na ripoti hiyo tumeweza kuichapisha katika video zetu. Mheshimiwa Lissu amedai kwamba kipindi na wakati ambapo tarehe 9 itakapoweza kufika, ni vyema vijana Gen Z waweze kutekeleza maandamano yao ya amani, maafisa wa polisi nao waweze kuwapa ulinzi ili kufanikisha zoezi hilo la maandamano ya amani. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan sawia na alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Tundu Lissu. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.